Sababu huyu ni ndivyo alivyo. Yaani nimekuja ili tusuluhishe. Hataki. Sasa unataka nini? Sio hivyo, wewe tumeongea na wewe tangu jana. Tumeongea na wewe tangu jana. Ng'ang'ania mwili wa mume wangu, watoto wangu wanapigwa, mimi hata sijui nashambuliwa. Sijui ni shetani gani jamani, mnisaidie wa Tanzania, mnaonijua wanawake wa Libeti, mnisaidie. Kituo hiki kimefika katika eneo hilo na kukuta mzozo baina ya pande hizo ukiendelea, huku askari wa jeshi la polisi wakilazimika kufika katika eneo hilo kwa haraka na kuwatuliza ndugu jamaa na marafiki waliokuwa wakigombana. Mume wangu mimi nataka niende nikamzike. Shemeji mtu anamkatalia, anasema aenda akazikiwe kwa bi mdogo. Na mimi sitaki jamani, wa Tanzania mnisaidie. Mimi nanyang'anywa mume wangu kwenda kuzikiwa kwa alafu bila taarifa yoyote. Watoto wanalia wamuone baba yao, baba mkubwa na wakatalia. Nisaidieni Mama Samia, hata huku uliko nisaidie mwanamke mwenzangu, mimi nimeteseka. Hata watu wa Libeti wananijua sikuwa hivyo. Nikiongea wananishambulia, huko mzima umehamia kwa bi mdogo ambaye mimi simjui. Jamani miaka 32 mume wangu. Leo hii na mvi. Nimekuwa na madhaifu gani ambayo hatujajuana na mume wangu. Na hapa baadhi ya wakazi wa Mwanza wakiwemo wadau wa kupinga ukatili wameeleza kusikitishwa na tukio hilo na kutoa ushauri kwa serikali kuhusu uwepo wa migogoro hiyo ambayo imekuwa ikisababisha mgawanyiko wa kijamii. Kwa tukio lililotokea hapa kiukweli halifurahishi. Na kwanza ni tukio ambalo kiasi kwamba ni la kishetani kabisa. Kila mwanaume anayeingia kwenye ndoa nyingi ahakikisha akaweke maandishi serikalini ili kutoa usumbufu baada ya mambo haya yanapokuwa yanatokea. Si akina baba wawe wawazi katika familia zao, wawaweke wazi kwa kila jambo, maana migogoro hii inakuja baada ya vifo vinapotokea. Lakini pia sisi kama SMAUJATA hivi vitu tunavipinga. Tunaposikia mahali popote tutasimama na haki ya mtu itatekeleza. Hata hivyo, baada ya vuta ni kuvute ya muda mrefu, mapendekezo ya familia ya marehemu yakatolewa na msemaji wa familia hiyo, ikiwa ni hatua ya kumaliza sintofahamu hiyo. Wakati anaugua huyu mdogo wangu alishasema kabisa kwamba mimi nikifa nisipende kwa mke mkubwa. Kauli alituambia, mimi mwenyewe aliniambia na wadogo zangu wengine aliwaambia. Wanajua hivyo. Sasa baada ya kifo kutokea ndio tukamwambia mke mkubwa, bana huyu jamaa alisema kwamba akazikwa kwa mke mdogo. Mke mkubwa amekataa. Sasa kwa sababu umekataa na wewe ni mke wote tunatambua kwamba ni wake zake, basi tuchukue mwili tukauzike nyumbani. Sasa labda kuna tatizo lingine hapo. Tunataka tukauzike Msoma sasa ili wote wao fair. Kila mmoja alizike kwa nafasi yake kwamba sikutendewa sivyo. Huyu amekosa na huyu amekosa, ambaye atahitaji atakuwa anakuja kumuona nyumbani pale kwa wazazi wake, kwa wajukuu ambao wapo na watoto wake watafunga safari kuwafuata wapi? Msoma. Kutoka hapa mkoani Mwanza, nje ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Seketule, mimi ni Wellington Masele, ITV.